Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Mnaona nani anaharibu timu? Mnaona ni bosi gani anaharibu timu? Timu ina mechi ngumu zidi ya Pamba, timu ina mechi ngumu zidi ya Singida. Mtu analipa watu wakafanye press wamtukane mtu fulani. Hivi timu itapona lini ugonjwa? Mimi naambia mashabiki, anayeharibu timu mnamuona? Mnaona anaharibu timu ya Simba Sports Club? Yaani timu ina mechi ngumu, unaita watu wafanye press wamtukane mtu fulani, yaibuke tena makelele, yaibuke mazogo, timu ipoteze michezo muhimu. Tunaanza ligi jamani. Hao watu ambao mnawalipa ile waseme mtu fulani, waacheni. Iacheni kwanza Simba Sports Club icheze mechi zake. Tukishamaliza tuanze kusemana tena. Ikishamaliza mechi zake zote Simba, tuanze kuitana press, tuanze kusemana. Simba ina mechi ngumu jamani. Watu wanataka ubingwa wa NBC Premier League, utaki makelele. Kila siku makelele, timu itapona lini? Mnaona mashabiki anaharibu timu. Mnamuona? Mmeona bosi ambaye anaharibu timu. Si mnamuona nyenyewe. Anaita watu wake wafanye press kumtukana mtu fulani. Na timu ina mechi ngumu zidi ya Pamba, ina mechi ngumu zidi ya Singida. Kila mtu akitaka ongee, kila mtu anataka mjibu mtu. Hii timu itaendelea? Si itakuwa makelele chungu mzima hapa. Hii timu itashinda hata mechi moja. Jamani, tuiacheni Simba Sports Club icheze mechi. Kama mnataka tubishana, wala tumalize hizo mechi tatu hizi hapa za ugenini. Tumalize mechi tatu hizi hapa za muhimu za ugenini. Hapo tuanze kuitana press. Tuanze kuita press, kila mtu aseme mtu anajua yeye. Kila mtu amtetee bosi wake. Jamani, hii Simba ni timu hii moja. Haina mabosi mnaojua nyie hao mnaosema. Kila siku press kuhusu Simba tu jamani. Tuna mechi, tutakuja mtu kumuomba makofi siku moja. Mimi nawaambieni, siku moja kwenye press zenu mtu anakuja kula makofi hapo hapo. Tuna mechi zidi ya Pamba, tuna mechi zidi ya Singida. Mtu unawalipa watu waende kuweka press wamseme mtu fulani. Kama hujalipa vile vinywaji ni vanani. So alikuwa na vinywaji pale. Vinywaji vinamilikiwa na nani? Hii timu ina mashindano muhimu jamani, acheni hizo mada zenu. Wacha Simba icheze mechi zake, alafu tuitane press tuanze kubishana. Tuone nani atashinda. Tuanze kubishana sisi wenyewe mashabiki. Tukipiga kelele tuna mechi mzidi ya Pamba. Pamba mnaona mchezo wale. Pamba ni wata timu. Pamba ina watu wachezaji. Sio timu ya mchezo ile. Hiyo ni mechi ngumu zidi ya Singida. Hiyo zidi ya Singida ni mchezo. Singida imesajili wachezaji wengi hivi. Bado mnaita mapresi kumsema mtu fulani, mnaita mapresi kumpakazia mtu fulani. Hii timu itaendelea lini? Hii timu itapona lini? Wacha timu icheze mechi zake. Alafu tukishamaliza tuitane kusemana sasa mashabiki. Mbona ligi fresh? Tuache timu icheze. Kisha maliza mechi zake, tuitane kusemana. Tuitane kusemana, mimi nawaambieni. Tuone kama sasa hivi tutaharibu timu, tutatoa kwenye focus. Tunataka taji la NBC. Hatutaki makelele. Hayo makelele mnaotumwa kumwangalia mtu fulani, yaacheni. Sisi tunawaza taji ya NBC Premier League tunachukua zaidi ya miaka 5. Mbona muelewe nyie mashabiki uchwala? Kila siku mapress kumsema mtu. Ya nini? Mnaona anaharibu timu. Wenyewe mashabiki mnaona. Mtu analipa watu waende wakamsema bosi fulani, wakamtukane mtu fulani. Hii timu itaendelea hii. Timu ina safari ndefu sana. Yaani kupona inabidi mwagiwe sio maji. Mafuta sio nini ndio itapona hii timu ya Simba Sports Club. Kila siku mtu anaanza swala lake. Kila siku mtu anaibua swala lake. Watu na mechi muhimu zidi ya Pamba kesho kutwa. Tuna mechi muhimu zidi ya Singida kesho kutwa. Ugenini. Tukianza makelele bila kufocus na timu tunaitoa lini? Tunapoteza michezo na kama tunataka taji NBC Premier League. Mnalipwa na nani? Kiukweli mimi ni shabiki wa Simba jamani. Ni shabiki wa Simba. Mimi ni shabiki wa Simba kabisa. Lakini kinachoendelea kwenye timu yetu, sijui nani anatupigisha shoti. Sijui nani anaichokonyoa Simba. Imagine leo Muhindi wa Simba na wenzake wameenda kufanya press. Press nzima anaenda kuzungumziwa Jairuti tu. Jairuti X Factor. Jairuti wale mzee mwingine anasema Jairuti sijui anashindwa kuendesha uzabuni wake. Jairuti nini ameahidi hajafanya? Hatujui. Mimi siko upande wa Jairuti, siko upande ambao wanawatia nguvu kina Muhindi wa Simba. Lakini nataka niulize kitu kimoja. Kitu kimoja simple tu. Nyinyi mnasema Jairuti amewachukua ma-influencer wa Simba. Sasa Jairuti kuwapa riziki ma-influencer wa Simba, nayo pia inawauma hiyo? Jairuti yule ni mfanyabiashara ujue. Yule ni mfanyabiashara. Mimi nataka nikutolea mfano. Na kutolea tu mfano. Adidas anatengeneza jezi za timu ngapi? Wewe unajua timu ya Adidas? Jairuti ni mfanyabiashara yule. Leo yuko Simba, kesho anaweza kaenda timu nyingine. Kwa hiyo ni haki yake kuita watu waje wapushi jezi zake. Peji ya Simba imeposti energy tu za boss. Ndio kilichojaa. Lini mmekumbuka mara mwisho nyinyi peji ya Simba ina support vitu anavyofanya Jairuti? Mwacheni Jairuti awachukue ma-influencer wa Simba, wapushi agenda anazozitaka yeye. Na nyinyi aliyewapa nguvu ya kufanya hiyo press ni nani leo? Hiyo nguvu ya kufanya press mmepewa na nani? Mmepewa na nani hiyo nguvu ya kufanya press? Kwa hiyo ndani ya Simba, point iko hivi, ndani ya Simba kuna mgogoro mkubwa sana wanangu. Imagine kina Muhindi anapata wapi jeuri ya kufanya press? Huyo Muhindi anasema sijui Jairuti kachangisha pesa za X Factor. Mbona zilichangishwa pesa za uwanja uko wapi? Kwani Simba mara kwanza kuchangisha
Si zilichangishwa pesa za uwanja? Uwanja uko wapi? Simba wamechangishwa mara ngapi? Tofauti na sisi wenzetu, sisi Simba bado kuna vitu viko ndani. Mbona wenzetu wanaibiwa pia kule, wanaambiwa changisheni faini ya mchezaji, zinachangwa hela. Kwani mchezaji hana hela ya kulipa? Tukulize tu hapo. Upande wa pili wanaposema changeni faini ya mchezaji, kapigwa faini, mchezaji fulani kapigwa faini, klabu inachanga. Kwani klabu haina hela ya kulipa? Si ndio kama Jairuti? Kwani Jairuti anashindwa kumsajili huyo X Factor? Lakini ni kitu ambacho hakileta kwenu nyinyi ili mkifeel kile kitu ukubwa wake. Sasa nyinyi mnakaa mnanong'ona, mnatumwa sijui na nani, wanakuja kumchafua Jairuti. Mimi siko upande wa mtu yoyote, hayo ni maoni yangu tu.